Jamani, Michael Paul ni mfanyakazi wa benki ya CRDB na yeye yuko kwenye kitengo cha business banking ambacho mimi ndio mkuu wake wa kazi, na hapa tutake through hii portal ambayo ilikuwa inafanya kazi kwa kandarasi, kwa TARURA na benki ya CRDB, ili wote tuweze kupata jibu sahihi kwa wakati mmoja. Michael, karibu. Asante sana. Asante mkandarasi. Kama kwangu nimetambulisha, naitwa Michael Paul, niko CRDB. Katika project hii nitawaonyesha namna mfumo wetu utakapokuwa unafanya kazi, na pia baada ya mafunzo haya tutatengeneza kama user guide au video ya kuweza kuonyesha namna mtakavyoweza kujiregister na kuweka maombi yenu na kuweza kuyafuatilia mmefikia wapi. Kwa hiyo itafanyika na tutaishare kupitia kwenye magrupu yenu ambayo na imani TARURA wanayo, watawapatia kupitia regional managers wa mikoa yenu pamoja na wahasibu. Kwa hiyo dhumuni kubwa la hii portal ni kurahisisha namna ya kupata hii mikopo ambayo imekuwa imeelezewa hapa, kuachana na ule utaratibu wa mwanzo ambayo pia ulikuwa unasababisha muda wa kupata mikopo yetu unakuwa mrefu kidogo. Kwa hiyo tumetengeneza hii system ambayo inahusisha watu watatu. Itakuwa ina mkandarasi ambaye anawasilisha maombi yake, itakuwa ina TARURA kupitia ofisi za kanda, regional office za TARURA ambao wao ndio wanaoni hii miradi ambayo sisi tunaifanya kutoka makombe ya TARURA, lakini pia tutakuwa tuna upande wa CRDB ambapo sisi tutakuwa tunapokea haya maombi na kuyafanyia kazi na kuweza kuwatimizia vitu ambavyo mmeomba. Kwa hiyo cha kwanza, mtu wa kwanza kabisa ni mkandarasi ambaye atajiregister, na kujiregister ni rahisi sana. Ataingia kwenye link yetu, kwa sababu wote kwa sasa hivi hatuna account kwenye hii system. Kwa hiyo tutaregister kupitia makampuni yetu. Kwa utasema wewe ni mkandarasi, kama unavyoona hapa kuna TARURA, kuna mkandarasi, lakini pia kuna CRDB. Kwa mkandarasi wataingia kama mkandarasi, then atajaza ile CRDB registration number yake. Uzuri wa hii system pia tumeintegrate na CRB. Kwa taarifa ambazo ziko CRB zitaweza kufutwa. Ukiingiza tu namba yako ya mkandarasi, automatically italeta jina lako wewe ambao umelisajili kule CRB. Utaandika jina la user, kwa maana tunaamini kama ni mkandarasi wewe managing director au utakuwa na mhasibu wako ambaye atakuwa anaingia kwenye huu mfumo, atajiregister kwa majina yake. Kwa ataandika jina la kwanza, la pili, ataweka email address, ataweka namba yake ya simu ambayo atakuwa anaitumia, na pia ata create password. Kwa ukishajiregister, ina maana tunashuku tayari taarifa zako, utakuwa na account. Then tutaenda kwenye login. Kwa hiyo mimi kwa sababu tayari nishajiregister kama mkandarasi, nitaomba ni login kwa credentials ambazo tumeshazitengeneza. Kwa hapa uta login, utaweka na password yako. Kwa hii utaweza kuiaccess kokote ambapo utakuwepo, kuweza kuwasilisha maombi yako. Kwa ukisha login, tuna utaratibu sasa hivi kwa ajili ya security. Tutaweka OTP ambayo itatumwa kwenye simu yako au kwenye email yako, ili kuhakikisha kama ni wewe kweli uliye login kwenye mfumo. Utaweka pale ili kwa ajili ya usalama wa taarifa. Kwa ukishaingia hapa, itakuletea page ambayo ni profile yako wewe kama mkandarasi, na maana utakuwa na account yako ya benki, utakuwa na zile dokumenti zako za mkandarasi, zile dokumenti ambazo hazibadiliki zitakuwepo pale, na pia tutakuwa na sehemu ya historia ya project ambazo umeshazifanya, utazijaza. Then tunakuja sehemu ya maombi ambayo iko hapa kushoto juu. Kwa tuna facilities ziko hapa ambazo kama zilivyoelezewa na kiongozi wetu Madam Agnes. Tuna maombi ya bid guarantee, tuna maombi ya performance, tuna maombi ya advance payment guarantee, tuna
maombi ya certificate discount, pia tuna maombi ya bridge finance. Kwa hiyo utasema labda mimi sasa hivi nataka performance guarantee. Utachagua performance guarantee pale. Itakuletea sehemu ambayo sasa utajaza. Naona kujua kuna taarifa zako kama mkandarasi. Hizi taarifa zote zinatoka CRB. Hizi utazijaza zinaletwa zenyewe kutoka CRB. Then tutajaza taarifa za mradi ambao unaombea performance. Kwa hiyo jina la contractor litaonekana tu automatic pale pamoja na contractor CRB number. Then utachagua contract details. Wewe ni nani? Wewe ni main contractor au ni subcontractor kwenye hiyo kazi ambayo unaiombea guarantee yako. Utasema mimi ni main contractor. Utaweka contract number. Contract number yako just ni dami kwa ajili ya presentation. So contract number inakaa hapa pembeni. Then hapa tunaandika ile contract. Then hapa utachagua sasa contract employer ni nani. Hapa tumeweka regional office zote za TARURA ziko hapa, na pia kuna TARURA head office just in case una mradi ambao umetoka TARURA head office. Kwa utachagua labda huu mradi ni wa TARURA Dodoma regional office. Kwa kuchagua hapa automatically haya maombi utakapokuwa umeyamaliza yataenda kwenye ofisi ya TARURA Dodoma, sehemu ambayo sasa wanajua details zote za huu mradi. Then utachagua hapa kama mradi unaanza lini, utachagua utajaza. Then mradi unatarajia kuisha lini, utajaza hapa according to mkataba. Period ya mradi wako labda ni siku 180, utachagua kwamba hizi ni siku. Lakini pia utasema value ya huu mradi ni kiasi gani, labda ni 1.8 billion mfano. Then utasema huu mradi je, una VAT au ni VAT exclusive. Kama ni VAT exclusive utasema ni VAT inclusive. Then unaweka, unaenda next, unajaza taarifa hizi za project. For this case na show taarifa ambazo zinafanana. Project name, then utakuwa na type of project. Is it a new construction, routine maintenance, periodic maintenance au ni sport improvements? Let's say the sport improvement za barabara. Then utasema category ya mradi, je ni road, bridge, culvert au ni street light. According to nature za miradi ya TARURA, leo utasema hii ni road. Utakuja kwenye category type, whether ni pavement, gravel au ni earthwork. Utasema let's say ni pavement. Metric, tunataka tupate pia na record kwamba hii project yetu ya Samia imewezesha miradi let's say ya kujenga barabara kilomita ngapi au kujenga makalavati mangapi. Kwa utasema wewe mradi wako unakuwa measured na nini. Let's say the distance kilomita, maana hii ni barabara. Kwa utasema let's say mradi wako una kilomita let's say 15. Utakuja region, huu mradi uko mkoa gani? Tunasema uko Dodoma. Uko district gani? Tuseme labda ni Dodoma CBD. Then word utachagua. Na project description utaja tu maelezo ya hiyo project yako kwa ufupi. Then utaenda next. Utaja sasa taarifa za wafanyakazi, ni baadhi ya taarifa ambayo stakeholders pamoja na serikali, benki, tuweze kuona hii miradi ya Samia Infrastructure Board imeweza kutengeneza ajira kiasi gani. Kwa tutasema kama una wafanyakazi ambao ni wa kigeni, utasema ni foreigners, male employees, labda huna 0. Kama una foreigner female employee huna
hakuna, utasema 0. Local male employee, una wafanyakazi wangapi wa kiume kwenye huu mradi? Labda ni 30. Una local female employees kwenye huu mradi, labda ni 45. Je, una disabled male employee kwenye hiyo project? Utasema 5. Je, una disabled female? Utasema basi. Ndio unaenda next. Unakuja sasa kwenye maombi ya mkopo wako. Kwa hiyo utasema nataka performance guarantee, then labda ni 10%, labda ni milioni 180 ya thamani ya mradi wako. Guarantee period ni unaomba guarantee kwa muda gani? Labda ni siku 180 za mradi wako ambazo ni days. Then unaombea huu mkopo kupitia tawi gani? Maana tuna imani, tunajua wakandarasi wote kama wateja wengine wa benki walivyo na matawi yao ambayo wanahudumiwa na wanafahamu maafisa mikopo wa lile tawi. Kwa mfano mimi ni mteja labda wa Dodoma branch CRDB. Atajaza Dodoma branch. Itaenda next. Baada hapa una upload document. Maana hizi document zote ni document ambazo tunazo. Kama bid document, ile tunaita tender document, utaupload pale. Utakuja utaupload project award letter, utaiupload. Utakuja unaupload hiyo tender document yako ambayo inaonyesha terms and conditions za mradi, mahesabu. Kama document nyingine tunazozitumia kwenye maombi ya mikopo, taratibu za kibenki tutakuwa tunaziweka pale. Then ukishamaliza una save application yako. Kama unaona imeshakamilika kila kitu, unachofanya ni unaisubmit. Kama unataka kurekebisha, utachagua edit. Kama kuna kitu ulikosea, utaedit. Kama ni kusubmit, unasubmit. Itakwambia confirming submitting the application for review. The moment umesubmit hii application, itaenda ofisi ya TARURA mkoa husika, ambapo pale kuna watu wawili tumewaweka kwa ambao watakuwa na review hizi application. Tutakuwa tuna ofisi ya wasibu, lakini pia tutakuwa tuna regional manager. Kwa hiyo ikifika TARURA kule, wao wataendelea na taratibu zao, then itakuja benki kwa ajili ya kazi. Nashukuru sana. Asanteni. Na kwangu wa biashara na utamalizia. Jamani, poleni sana. Na yawezekana hatujaelewa wote mpaka mwisho, au yawezekana kuna baadhi ya vitu havijaeleweka mpaka mwisho, lakini hiyo ndio kwa tutakapokuwa tunafanya kazi. Tulichokifanya kama benki ya CRDB, tumekubaliana na relationship officer kwetu au maafisa mikopo wale walioko branch wote, tumewapa elimu ya kutosha ambayo inahakikisha kwamba inamsaidia kila mmoja wetu kwamba anaweza akapata hiyo elimu hata kama hapa hujaelewa sana. Sijui tunaelewa? Inawezekana hapa umeelewa lakini hukuelewa sana au kuimalizia kuelewa. Tumewafanya maafisa wetu wa mikopo walioko branch, kila branch iliyopo, labda unatokea branch ya Ngara au uko branch ya Karagwe au uko branch ya Dodoma hapa, ukienda pale anaweza kukuelekeza jinsi ya kufanya mpaka unapofikia. Tumeamua tuchukue sehemu moja, phase moja ambayo inaishia kwa mkandarasi peke yake, kwa sababu hiyo ndiyo inayowahusu nyinyi wakandarasi. Ile inayowahusu watu wa TARURA na inayomalizia na kuja kwetu sisi watu wa benki ya CRDB, tumeamua tukae nayo kwa sababu ile inatuhusu. Tukifanya hivyo na tukakubaliana wote tukawa mstari wa kufanya hivyo, niwahakikishie hatutakuwa na muda wa kupoteza kwenye kupata majibu yako sahihi kwa wakati sahihi, kwa ule aidha tumesema ndio au hapana, lakini utalipata jibu kwa wakati ambao unahitajika. Ndugu zangu wa kandarasi, sijui kama kuna mtu mwenye swali kwenye issue ya poto, lakini kama hamna swali, nikiangalia muda wangu kwa sasa, nadhani mtakuwa mmechoka sana, na wakandarasi mara nyingi mnakuwa mnafanya kazi mwisho saa 10. Tuweze kuomba kama mtakubali, lakini
tuishie hapa kwa siku ya leo, alafu tuseme siku inayofuata ndio tunaanza sasa biashara yetu. Na niwahakikishie kuanzia siku ya Jumatatu hii system iko hewani. Kuanzia siku ya Jumatatu hii system iko hewani. Kwa mtu yoyote anayetaka, anayepata kazi TARURA ataweza kuiaccess na kwenda kufanya kama anavyohitaji. Sasa kama tumesema na tunaona kwamba tunaweza tukafunga kwa sasa hivi, wote tupige makofi kwa CRDB na TARURA afu tuondoke. Makofi anasema tuondoke, si ndio jamani? Asanteni na jioni njema.